رمضان رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا بما ينفعنا، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أما بعد. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilipokuwa amzungumzia mwanadamu amemzungumza katika tabaka tofauti tofauti, lakini tabaka ambayo kwamba ningependa kuihusisha wakati kama huu ni tabaka ya Mola kumzungumzia udhaifu wa mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika aya mbalimbali ameuzungumzia udhaifu wa mwanadamu, na ndo katika sifa ambayo kwamba ameitwa nayo mwanadamu ameitwa athaqalain, akihusisha mwanadamu na jini, vizito viwili. Na riwaya ya vizito imebeba maana nyingi. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani asema khuliqal insanu dhaifa, amemuumba mwanadamu, yani huyu mwanadamu kwanza ameumbwa yeye mwenyewe ni mdhaifu. Waarabu katika msemo wanaosema wasema ma summiya al-insanu, hakuitwa mwanadamu kwa kilma cha al-insan isipokuwa ni mtu wa kusahau. Moja katika udhaifu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa nayo mwanadamu. Ma summiya al-insanu, hakuitwa mwanadamu ama hichi kilma cha insan isipokuwa ni kule kwa kusahau. Mwida ameambiwa jambo fulani, dakika ya kwanza, dakika ya pili lishamtoka lile aliloambiwa. Na hili twalipata kuona katika watoto wadogo. Unapotaka tukipiga mfano hunu, ukitaka kumtuma dukani utamwambia nilie kadha wa kadha. Akifika pale dukani ama kabla ya kufika dukani huwa ashasahau kile ambacho kwamba ameelezewa ama ameambiwa na yule ambaye kwamba amemwamrisha, ima ni mzazi wake ama ima ni msimamizi wake. Wahakadha, na namna hiyo hiyo kwa mwanadamu ambao kwamba ni balighun akilun, amebalighi, ni mwanadamu wa kisawasawa, ni mtu na kazi zake. Utapata katika orodha ya vitu ambavyo kwamba mwanadamu tukimzungumzia wa hivi sasa hubeba orodha ya vile vitu ambavyo kwamba atakiwa kufanya katika siku. Mfano aljawal, simu. Utapata mtu ameweka noti yake, ako na diary yake katika simu, iwe yamkumbusha baadhi ya mambo ambayo kwamba yamemtoka, baadhi ya mambo ambayo kwamba ameyasahau. Haya ndo maumbile ya mwanadamu, si mimi si wewe, bal Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ukisoma katika hadithi aliwahi kusahau moja katika rakaa ya swala ya al-asri, akakumbushwa kama namna riwaya ambavyo kwamba imekuja. Sasa ikiwa huyu ni mtumi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuepukana na hii sifa ya an-nisyan, ya kusahau, je, mimi na wewe? Kwa hivyo ni moja katika maumbile ya udhaifu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia nayo mwanadamu. Na namna hiyo hiyo katika sura nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, aya nyingine ikitilia pondo katika yale madhaifu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia mwanadamu. Mwisho wa aya kama hini akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ulaika humul ghafilun, yani hukukusahau, hukukughafilika ni moja katika sifa ya udhaifu ya kimaumbile ya mwanadamu.
Mwenyezi Mungu asema wa inna kathiran minan nasi an ayatina la ghafilun, wako watu ambao kwamba wamepotea, wamesahau, wamejingikiwa, ama wamesahau kile ambacho kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amewaelekeza. Angalia moja katika kisa Mwenyezi Mungu akizungumza katika Qur'an. Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam, ilipokuwa wametoka kunusuriwa na jeshi la Firaun, Mwenyezi Mungu alipowaokoa, kwa kisa kirefu, walipokwenda Sayyidina Musa na watu wake, wakafika mahali Mwenyezi Mungu akamuita Sayyidina Musa kwenda kuzungumza na yeye kwa takriban masiku 40. Waangalie wale watu ambao kwamba wamepitia madhila kutoka kwa ufalme wa Firaun, wamepitia unyanyasaji kutoka kwa ufalme wa Firaun. Baada ya yote haya yaliyofanyika, Mwenyezi Mungu mpaka kuamrisha mambo ya sokoa ya kawaida, mambo ya kimuujiza, ili kusudi kuwapatia iman na kuwaelekeza wale watu wa Nabii Musa. Lakini kipindi kama hichi, Nabii Musa alipokwenda kuzungumza na Mola Subhanahu wa Ta'ala, wale wafuasi wake wakahadaiwa, wakasahau yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa amewaokoa nao, akawaongoza katika njia ambayo kwamba ni ya sawa sawa. Wakaghafilika, wakaingia katika shahawa zao na kuingia kutaka kumwabudu kile kigombe ambacho kwamba kilitengenezwa. Huu ndo uhalisia wa mwanadamu. Masahaba bwana Mtume salawatullahi wasalamu alayhi washtaki kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakimwambia Mtume, ya Rasulullah, sisi tukiwa mbele yako huwa nikana kwamba twaiona pepo na nikana kwamba twauona ule moto wa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ikawa imani zimetuvaa kwa yale ambayo kwamba wewe Mtume wa Mola Subhanahu wa Ta'ala watuelekeza. Lakini pindi tukitoka katika makao kama yale, tukafarikiana katika kikao cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukarudi katika majumba yetu, tukapatana na wake zetu, tukapatana na watoto wetu, ile iman ambayo kwamba imehuika ndani yetu sisi tulipokuwa pamoja na wewe, huwa haiko tena. Wanapokuwa mbele ya Mtume, kama namna tulivyoambiwa katika riwaya, ukiwaona masahaba bwana Mtume mbele ya Mtume, kaannahum ala ruusihim at-tayr, utaona namna walivyoinamisha vichwa vyao mbele ya Mtume kwa adabu na heshima, wakipokea yale ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yawaelekeza. Lakini pindi wakirudi majumbani mwao, hughafilika, husahau yale ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewaelekeza, mpaka ikawa wajiita mafatan mbele ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivi ama hii ndo hali ambayo kwamba ilikuwa kwa masahaba bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hawa ni an-nujum, hawa ni mastaa, hawa ni watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amezinyanyua hatua zao na amezinyanyua amali zao. Sembuse sisi ambao kwamba ni mimi na wewe tuko katika hali ya udhaifu zaidi, je, tutaraji kughafilika kwetu iwe kwa kipimo gani? Bila shaka iwe kwa kipimo ambacho kwamba ni kikubwa zaidi. Mola Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an akaileta ile amri aliposema, kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mwenyezi Mungu akajalia kwamba nyinyi ummati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hii ni aya maarufu, Mwenyezi Mungu akisema kwamba utukufu wenu ummati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mumekuwa ni bora zaidi ya umma kwa sababu ni watu ambao kwamba wanakatazana maovu, yani wanakumbushana kwa kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekikataza, na wakakumbushana kwa kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiamrisha. Na kwa ajili hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa ameleta nafasi ya watu kukumbushana. Ilipokuwa sisi ni madhaifu, ni watu ambao kwamba tumeghafilika, ikawa moja katika ibada, ndugu zangu watukufu wa Islam, ni kule kukumbushana kwa mughafal ambao kwamba mtu atakuwa amepitikiwa nao.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'an, wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbushaneni. Huko kukumbusha kwenu faida yake ni nini? Natija yake ni nini? Ni ili mupate kuedheka, mupate kukumbushwa kwa kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekielekeza. Na hapa ndugu zangu tukufu wa Islam, kuna mifano mingi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameipigia katika ulimwengu kama huo, na ndo pale Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotusisitiza tufanye wingi wa kwenda kuzuru wale ambao kwamba wametangulia mbele za Mola Subhanahu wa Ta'ala. Makusudiwa ya kwenda kuwatembelea ama kuwafanyia ziara wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewahitari. Tulikuwa nao leo, kesho ya tulikuwa nao jana, leo hatuko nao tena. Ni kwa sababu nafsi yako ipate kuedheka, ipate kukumbuka kwamba kulluna rahilun, kwamba sote ni wasafiri katika ulimwengu kama huu. Ukishakumbuka ile kuwaona wale ambao kwamba tulikuwa nao jana na leo hawawezi kutamka, hawawezi kusema, hawawezi kuinua mkono wala kunyanyua sauti, iwe ni mawaidha tosha kwako wewe. Ndo yule mshairi aliposema kafaa bil mauti wa'idha, tosheka kwamba mauti ni ukumbusho tosha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika sunna kubwa alokuwa akiifanya na kuwasisitiza Waislamu kuifanya ni iwe watakwenda kuwatembelea wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaonja na maradhi. Unapomtembelea mwenzako ambayo kwamba ameonjwa na maradhi, la kwanza wapata thawabu kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. La pili, hukunyanyua daraja ikakuongezea imani yako, ile kwamba umemuona huyo alikuwa sawa sawa, leo amewekwa chini na maradhi, pengine hata kupumua ni matatizo, amewekwa mashine za kupumulia, pengine amekata mguu, alikuwa na miguu yake miwili, amekatwa mguu mmoja, ama pengine amekatwa miguu yote miwili. Hii yote ni ya kukufahamisha wewe kwamba nafsi yako iregee nyuma katika maasiya. Ukumbuke kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza kuna Mola, kwanza kuna adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba wafaa wewe kufanya a'mal kwa ajili ya kutengeneza akhira yako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa an Abi Sa'id al-Khudri, hadithi iliyopokewa na Abi Sa'id al-Khudri akisema, amempokea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akisema, salawatullahi wassalamu alayhi, man raa minkum munkara, yoyote ambaye kwamba ataona kati yenu nyinyi makosa. Na hili ni jambo ambalo kwamba haliepukiki kwa mwanadamu yoyote. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, kullu bani adama khata'un, kila mmoja ni mkosa. Man dha alladhi ma sa'a qat, ni yupi yule ambaye kwamba hakosei, yuko perfect wakati wowote. Wa man la'ul husna faqat, na ni yupi yule ambaye kwamba anaomema tu continuous. Kila mmoja ana makosa yake, kila mmoja ana matelezi yake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alilifahamu hili kwamba moja katika mapungufu ya mwanadamu ni kule kuteleza, ni kule kukosea. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kutuelekeza akatuambia, man raa, yoyote ambaye kwamba ataona munkaran, makosa, kuteleza, kupotea, falyughayiruhu, basi ajaribu kukataza ama kukemea makosa kama yale. Haya ni maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yakiafiki yale maneno ya Mola Subhanahu wa Ta'ala aliposema, kuntum khaira umma ukhrijat linnas, kwamba nyinyi ni umma uliokuwa mzuri, umetolewa kutoka kwa umma ambazo kwamba zimepita kwa ajili ya kuamrisha kheri na kukataza maovu. Na hapa tutapata kwamba kuna sampuli tatu anazozizungumza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Falyughayiruhu biyadihi,
likataze lile kosa kwa mkono wako. Unao nguvu ya kulikataza na kulikemea lile jambo, basi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akwambia moja kwa moja likataze. Mkumbushe yule ambaye kwamba ameteleza, mkosoe yule ambaye kwamba amekosa katika kosa kama lile. Na ndo maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mwelekezi wetu, mwalimu wetu, alipotuambia mtoto anapofikia miaka 7 basi iwe ataamrishwa kwenda kuswali, iwe ataambiwa kuhusu suala la swala. Ikiwa mtoto kama huyo hatotekeleza ile amri ya kuswali, inapofikia ama anapofikia miaka 10 kutokamana na umri wake, basi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema fadhribuhu bi'ashrin, apigwe yule mtoto inapokuwa amefikia miaka 10 ikiwa bado hataki yeye kwenda kuswali. Sasa hii ni amri ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Suala litakuja kwako mtazamaji, je, leo watoto huchapwa kwa ajili ya kukosa swala? Limewekewa umuhimu? Huu ni mfano ambao kwamba nautumia ama umetumika kwa kuonyesha namna ya kuzuia kwa nguvu ama kuzuia kwa mkono kwa lile kosa ambalo kwamba limefanyika. Na ndugu zangu watukufu wa Islam, tukizungumzia masala ya kurekebisha, kuelekeza, kukumbusha, ni lazima iwe mtu atakuwa na uslubi ambao kwamba ni uslubi mzuri. Utarekebisha mtu kwa namna ambayo kwamba yule mtu hatohisi amekosewa heshima, yule mtu atahisi, iwe hatohisi kwamba ametukanwa ama amehisi ama itakuwa amehisi kukejeliwa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yako matukio mengi ambayo kwamba masahaba wamekosa mbele ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini Mtume akatafuta njia ambayo kwamba ni njia mwafaka ya kumfanya yule ambaye kwamba amerekebishwa katika kosa kama lile akafahamu kwamba hili ni kosa, nimekosea na nimerekebishwa kwa uzuri, na akarudi kulirekebisha kosa kama lile. Suala litakuja kwetu sisi Waislamu, ni namna gani ambavyo kwamba sisi tutarekebishana katika makosa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuja mbedui mmoja katika hadithi, kisa maarufu, akakojoa ama akakidhi haja ndogo katika msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huu ni msikiti, sehemu panapofanyiwa ibada, na si msikiti wowote, ni msikiti wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyu bwana ilipokuwa akidhi haja sehemu katika kipembe, masahaba wakataka kumvamia bwana kama yule, wakataka kumpiga kama namna ambavyo kwamba mimi na wewe tutataka kulifanya jambo kama hilo. Wakashikwa na ghadhabu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaamrisha, muacheni amalize haja yake. Angalia namna uslubi anaoutumia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kurekebisha. Akaamrisha, muacheni amalize. Yule bwana, yule mbedui akamaliza haja yake. Baada ya kumaliza haja yake, Mtume akawaamrisha masahaba wa mwage maji sehemu kama ile. Mtume akamuita mbedui kama yule, akamketisha mbele yake, akamwambia, hapa ni msikitini. Msikiti ni sehemu ya kufanya ibada, msikiti ni sehemu ya kuleta dhikri, msikiti ni sehemu watu wasoma Qur'ani. Hii ambayo kwamba umelifanya ni jambo la makosa na halifaiwi kufanywa ndani ya msikiti. Angalia maneno laini ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amuelekeza mbedui kama huyu, mpaka mbedui kama huyu akaathirika na namna ambavyo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amemkosoa. Yule mbedui atokwa na maneno. La kwanza ikawa ameathirika kwa mahaba ya kukosolewa na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akatoka na maneno akasema, Allahumma rahamni wa Muhammad, ewe Mola nirahamu mimi na Muhammad, na usimrahamu mwingine isipokuwa sisi wawili. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, inna rahmatallahi kana wasi'an, kwamba rahma za Mola ni pana mno, ataingia kila ambaye kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemtaka. Leo mtoto wako akikosea,
ni jinsi gani ambavyo kwamba wamrekebisha. Utapata mzazi anapokosea mtoto, humkaripia mtoto kama yule, humpigia kelele, pengine na kumpiga moja kwa moja, akachukua action ya kumpiga moja kwa moja. Je, huyu mtoto itakuwa ameelewa lile kosa liko wapi? Je, ndo itakuwa amerekebishika? Hapa ndiyo sehemu ambayo kwamba sisi kama walezi, sisi kama wazazi tukosea. Ni lazima tujifundishe njia ambayo kwamba ni njia mzuri mbadala, ambayo kwamba yule mwenye kukosolewa hatohisi unyonge, hatohisi matukano, ama hatohisi vibaya. Ndo namna ambavyo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuelekeza. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi yake akiendelea akisema, fa in lam yastati', ikiwa hutoweza wewe kutumia nguvu kuliko kulikemea kosa kama lile, fabilisanihi, basi mtu atumie ulimi wake, azungumze kwa maneno. Na ndo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani aliposema, fadhakkir bilquran man yakhafu wa'id, edheni ama kumbusheni kwa kutumia Qur'ani ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fa in ajaza an at-taghyir bil yadi, ikiwa mtu atashindwa, ataemewa kuelekeza kupitia mkono, fa innahu yantaqilu ila atageuza kwenda kurekebisha kupitia ulimi wake. Fayadhkuru al-asi billah, iwe atamkumbusha yule ambaye kwamba amemaasi Mola kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamwelekeza kwamba hili unalolifanya si la sawa, hili unalolifanya ni makosa. Angalia moja katika watu wa hikma walipokuwa wakitumia uslubi mtamu wa kumrekebisha mtu mzima. Amekuja mtu mzima ambaye kwamba hakupata bahati ya kusoma, ikawa udhu wake akitia udhu wake autia kwa makosa. Ikawa kuna kijana ambaye kwamba ni mdogo kiumri, ajiuliza atatumia mbinu gani ya kumrekebisha yule mtu mzima asihisi vibaya. Leo katika mambo ambayo kwamba yamekuwa ni maradhi makubwa katika mujtamaa wetu, ndugu zangu watukufu wa Islam, ni kukataa kurekebishwa. Na ndo masahaba walipomuuliza Mtume, mal kibru ya Rasulullah, kibri ni nini? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaambia, alkibru min batri alhaqi wa ghamti nnas, ni kule kukataa haki baada ya kuwa mtu ni kiongozi. Na tabaan maradhi haya yako kwa watu ambao kwamba ni kiongozi, watu ambao kwamba pengine ana cheo, ana mali, pengine ni celebrity. Akirekebishwa huonekana kwamba ilikuwa hafai kurekebishwa kwa yale makosa ambayo kwamba ameyafanya. Mwangalie Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ilipokuwa kumefika zama ambayo kwamba wanawake wamejalia mahari yao yako juu, Sayyidina Umar kwa hasira akapanda mimbarini na kulitangaza waziwazi, kuanzia leo hakuna tena mahari kwa wanawake, musiwape wanawake mahari yao. Angalia, Sayyidina Umar ni kiongozi, amirul mu'minin, ni kiongozi wa waumini wakati huo, tena yuko juu ya jukwaa, halaiki ya watu wako chini yake wakimsikiza Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Akasimama mwanamke na kumwambia Sayyidina Umar kwamba wewe umetunyima haki yetu, haki ambayo kwamba tumepewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mwangalie Sayyidina Umar, mbali na taji lake, kumbuka ni mmoja katika watu waliobashiri wa pepo, ni watu ambao kwamba walikuwa katika kibaru sahaba wa bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini Sayyidina Umar yarudi nyuma na kulirudi lile ambalo kwamba ilikuwa amelitoa kwa ghadhabu, na akayaregesha yale maneno yake. Leo viongozi wakataa kurekebishika. Leo watu wenye mali huwezi kumwambia chochote. Leo mtu akishakuwa celebrity, ikawa ana wafuasi wamfuata na kumsikiza na kumwangalia yeye, basi anapokosea kana kwamba hafai kuambiwa, kana kwamba hana haki ya kurekebishwa. Haya ni masala ya makosa, ni mambo ambayo kwamba ni sharti mtu akishakuambiwa arudi nyuma na kurekebisha lile ambalo kwamba ameambiwa. Kijana kama huyu akatafuta mbinu ya kumrekebisha mtu mzima kama yule, akamfuata kijana mwenzake
ikawa wajibizana katika udhu, wakamsubiri yule mtu mzima ilipokuwa amekuja kutawadhi, akawa wajibizana na mtoto mwenzake, akimwambia kwamba udhu kwanza huanza na nia, mtu akishatia nia alafu aanze kuosha uso, basi ikawa amuelekeza yale makosa ambayo kwamba aliyaona kwa mtu mzima kama yule mtu mzima alipoiona hali kama hii akaedheka, akaona kwamba makosa haya ambayo kwamba mtoto amrekebisha mtoto mwenzake ni makosa ambayo kwamba mimi pia nayafanya, ikawa ameedheka kutokamana na kile ambacho kwamba yule mtoto ameelekeza. Ikawa ni uslubi mzuri ambao kwamba yule mzazi ama yule mtu mzima hakuona kufedheheka, hakuona kutukanika. Wewe ambaye kwamba warekebisha, tafuta uslubi ambao kwamba ni uslubi mzuri utakaomrekebisha mtu hatohisi vibaya. Al-Imamu na Shafi'i rahmatullahi alayh katika maneno anayoyasema, asema mimi sikatai kurekebishwa, lakini ikiwa utanirekebisha mbele za watu, basi hukunirekebisha, umenitukana. Ilipokuwa mtu amekosa, waweza kumuita kando ukamwambia, ndugu yangu, hili halifai, ni hivi ni hivi ni hivi, ukamwelekeza njia ambayo kwamba ni ya sawa. Ile kumkaripia mbele za watu, pengine ni mke wako amekosea na kuna wageni, ukamkosoa kosa lile mbele ya watu, bila shaka itakuwa umemkosea heshima yake, ama umemvunja, ama amehisi kana kwamba ametukanwa. Mtoto wako, tafuta mbinu ambayo kwamba utamrekebisha, atahisi kwamba ni kosa nimelifanya na nastahiki kurekebishika, na wala hatohisi vibaya. Ya mwisho anaozungumza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi yake, asema fa in lam yastati', ikiwa mtu hatoweza kuzuia kwa nguvu, hatoweza kuzuia kwa maneno ama kwa ulimi wake, fa biqalbihi, basi azuie kwa moyo wake, iwe atachukia lile jambo ambalo kwamba lafanyika, na Mtume akasema wadhalika adhafu liman, na hilo la kuchukia ndo imani ya duni zaidi, ama ndo chini zaidi ya imani. Na ndugu zangu tukufu wa Islam, leo katika ulimwengu twayaona mambo ambayo kwamba ni mambo ya makosa, ni mambo makubwa ambayo kwamba ameyakataza Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini hatuna nguvu ya kuyafanyia lolote mambo kama haya, yakiwemo mambo ya LGBTQ, mambo ambayo kwamba ameyakataza Mola Subhanahu wa Ta'ala dhahiri shahiri, lakini leo yafanyika katika mujtamaa wetu, na yakawa mambo kama haya yamewekwa kikatiba. Hatuna nguvu ya kuyakataza, hatuna nguvu ya kuyafanyia mambo yoyote, ama ya kuyafanyia jambo lolote. Mambo kama haya yabidi tuchukie. Ni kama leo tunavyoambiwa, ukimwona mtu ametembea uchi, basi wewe huna haki ya kumwambia kwamba hivi ulivyovaa ni makosa. Kwa sababu gani? Sheria imekuja my dress my choice. Kwa ajili hiyo hatuna budi kulichukia, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaharamisha mambo kama haya. Ndugu zangu watukufu wa Islam, tukumbushane kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameyakataza, na tukumbushane na kuelekezana kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaamrisha. Lakini ilipokuwa tukataza, tujue ni namna gani ama ni mbinu gani mzuri ambayo kwamba tutaitumia kurekebisha. Innahu waliyu dhalika walqadir alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان 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 كريم